Karibu katika kipindi cha Jimbo na Mwanamke. Hiki ni kipindi ambacho kitazungumzia mambo mbalimbali ya siasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na leo tutakuwa na swali moja tu. Je, wanawake wako tayari katika kuingia kwenye kinyang'anyiro cha uongozi? Kuanzia ngazi ya udiwani, ubunge, uwakilishi, lakini hata viti maalum. Ambatana nasi katika Jimbo na Mwanamke. Wanawake katika karne hii wameonekana kuwa na hamu na morali kubwa ya kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini pia wanawake hawa wakishika nafasi hizi za uongozi wameonekana kufanya kazi nzuri na kwa ufanisi mkubwa. Lakini je, wanawake wamejipangaje katika nafasi hizi? UGA TV kupitia kipindi cha Jimbo na Mwanamke imewatembelea wanawake katika jimbo la Micheweni, na wao walikuwa na haya ya kuzungumza. Ni kwa namna gani wanawake wamejipanga katika uchaguzi wa mwaka huu? Naitwa Tina Ramadhani Bakari, ni mkazi wa shehia ya Mazwang'ombe, wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini. Ni mwanamke ambaye kwa sasa tunatarajia uchaguzi wa mwaka 2025 hususan katika nafasi za wanawake, na wanawake ninawashauri kujitokeza kwa wingi katika kugombania nafasi hususan za jimbo. Pia wasiogope kutokana na wanawake wao, lakini wajue kwamba serikali sasa hivi inaongozwa na Mama Samia ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia ni mwanamke. Kwa hiyo kuwepo kwa yeye imetuonyesha kwamba wanawake tunaweza pia tujitokeze kwa wingi kwenye jimbo, usimwachie Mama Samia akiwa yuko peke yake. Kwa 2025 itakapofika, kwa mwanamke anatokea kama kwenye wilaya yetu ya Micheweni au wilaya nyingine pia, ili tuonyeshe wanaume kwamba zamani walikuwa wanatunyonya sana, lakini kwa sasa tumejitokeza wanawake na tunaweza pia tutajitokeza kwa wingi katika nafasi mbalimbali. Kwa uongozi wake na jinsi ya mkoa wetu ulivyokuwa dume kwa Bibi Salama, yote hii inaonyesha kwamba wanawake tunaweza, na pia anatusokoza mbele kimaendeleo. Bibi Salama anatutoa woga. Amesimamia mambo mengi, miradi mingi amesimamia ambayo kwamba ilikuwa imetolewa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, yeye akiwepo na Bimgeni. Lakini sasa hivi Bimgeni ameondoshwa katika wilaya yetu ya Micheweni, ameelekea Chake Chake. Lakini pia tuliumia sana kuona kwamba wanawake tumenyang'anywa nafasi katika wilaya pale alipoondoshwa Bimgeni. Tuliumia sana. Kama ingekuwa inawezekana hata tungedhani kwamba arejeshwe kwa kipindi hiki cha mwaka 2025. Naitwa Bibi Mani Hussein, ni mkazi wa shehia ya Mazwang'ombe, wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Wanawake tumehamasika kutokana na kiongozi wetu mwanamke aliyesimamia. Tumeona amefanya mambo mazuri, ili na sisi tumepata hamasa kubwa. Tumeona kumbe wanawake pia na sisi tunaweza. Kwa sababu Mama Samia anaongoza vizuri zaidi na zaidi. Sote tumemkubali. Hivyo tumejipanga na sie kutokana na uchaguzi wa mwaka 2025 kuchukua fomu za kugombea jimbo hadi wadi mpaka ngazi ya tawi, kuhakikisha tunakipeleka chama chetu mbele zaidi. Tumejipanga, mwanamke yoyote atakayechukua fomu tutamsupport kwa kumpigia kura bila uoga wote. Tutampa support bega kwa bega. Ndio timu ya Rashidi Juma, ni mkazi wa shehia ya Mazwang'ombe, wilaya ya Micheweni. Ili tuhamasisha zaidi ni kupata mfano wa Mama Samia katika uongozi wake. Tumeona kwamba wanawake tumeweza, na kweli tunaweza. Hivyo tumehamasika zaidi katika kuchukua fomu kuanzia wadi hadi wilaya, na tutajitokeza zaidi katika uongozi kuanzia diwani, ubunge mpaka wakilishi. Tuko tayari kuchukua fomu katika uongozi.
Fursa za wanawake ni nyingi, hususani wanawake wa Chama cha Mapinduzi tunahamasishana kwa wingi, hususani tunapokuwa kwenye vikundi, tunapokutana kwenye vikundi vya maendeleo katika sheria yetu ya Maziwa ya Ng'ombe. Hapo tunahamasishana, jamani tusiogope kwa sababu sisi tu wanawake, lazima tujitokeze kwa wingi. Tupo tayari, tunasubiri fomu, twende tukachukue. Tuendeleze mbele chama chetu cha Mapinduzi. Wanawake tupo tayari, tunaweza, tupende nafasi. Akina baba nao hawako nyuma kama huyu anavyozungumza. Kitaifa, kifamilia, kijamii, naye ana haki ya kuongoza. Sababu hata kidini na kina mama walipewa utume wa siri. Na hivi vitu huwezi ukavipata mpaka usome Tabu Muniru. Tabu Muniru lilieleza mambo mengi sana, lakini kipindi hiki tulichonacho wewe hatuja usoma ni Tabu Muniru. Lakini tuje kidogo, kama una wasiwasi kusema kwamba mwanamama hawezi akaongoza, hebu tujiulize, mama anapata mtoto. Akishapata mtoto, siku ile ile mama anapata mtoto, anazungumza na mwanawe anacheka na wanaongea, wanasikilizana. Je, hapo mama sio mwalimu? Mama sio mlezi? Sasa una wasiwasi gani wewe mama akaongoza familia, mama akaongoza taifa? Sababu kwanza anaongoza. Kwa nini? Mtoto mdogo ana mwezi, yani siku ile ile anazaliwa, mama anaongea na mwanawe anacheka, lakini baba hajui lolote linalofanyika, mpaka anamuuliza, mbona unacheka? Mbona naongea na mwanangu? Kwa hivyo naomba tusiwe na wasiwasi kuongoza mwanamama kwa section zozote, lakini tu ni Mwenyezi Mungu anamjalia mpenzi wake kwamba huyu anamteua atawaongoza wenzake vizuri. Tumekuwa tukisikia viongozi wanawake wakifanya mambo mengi makubwa, lakini je, kwa upande wao viongozi wanawake wanawasaidiaje katika kuhamasisha wanawake kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi, hasa kuanzia ngazi ya kuchukua fomu, kugombea katika nafasi mbalimbali? Tumetia kuzungumza na naibu katibu mkuu UWT Zanzibar CDE Tunu Kondo kama anavyoeleza. Niwaombe sana, muda ukifika kuchukua fomu, tusiogope, tusitishike. Kila mwanamke mwenye uwezo, mwenye kutimiza masharti, aende akachukue fomu ya kugombea kwenye ngazi ya jimbo, udiwani, uwakilishi, ubunge, viti maalum vya vijana, wazazi, UWT. Kote huko sisi tuna haki ya kugombea. Hapo vipi jamani? Basi mama ni wanaume bila siwaa, wanaume tunawapenda, waume zetu, baba zetu, lakini wakati wa kutafuta kura na sisi tupeane. Anapogombea mwanamke usimwache mkono kama wewe ndio adui mkuu wa mwanamke. Ule usema adui wa mwanamke mwenzie tumeufuta kwa sasa. Tunasema rafiki wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Rafiki wa mwanamke anaposimama mwanamke uhakikishe mwanamke yule anashinda kwanza, alafu ndio tunakwenda kwenye maeneo mengine. Hayo tu ndio tulionayo katika Jimbo na Mwanamke. Karibu tena, tukutane wiki ijayo. Jimbo na Mwanamke, endelea kufuatilia UGA TV. Sisi tunasema UGA TV, furaha yako.